Swadakta, hujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24 mahali popote mlipo. Matumani yetu mpo salama salimini, hivyo kwa kuungana nami mwanzo mpaka tamati mwa taarifa hii ya habari awamu yake ya kwanza hii leo tariki 7 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026, na tujielekeze huko nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano huko Minembwe, wapiganaji 13 wa Twirwaneho Minembwe wanaoshirikiana na muungano wa waasi wa M23 waliweka silaha zao chini huko Mikenge katika nyanda za juu za Fizi. Vikosi vya wanajeshi vya DRC pia vilitangaza kukamatwa tena kwa kijiji cha Muramvya. Maelezo yote kwenye kiungo hiki. Katika taarifa takatifu, Jenerali Milenge Ishibonane Zelambuma alitangaza kujiuzulu kwake kutoka kwa harakati ya watu wa ukombozi wa Kongo MPLC inaongozwa na Rais Chibula Ekyochi wa Belenga. Mapumziko haya yanaashiria mabadiliko makubwa katika mazingira ya kisiasa na kijeshi ya Kongo ndani ya makundi ya wazalendo yanayopigana na waasi wa M23 pamoja na vikosi vya jeshi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC. Sasa imepita karibu miezi miwili tangu na Luvumbu Kibambala alipowasili kwenye uwanja wa vita huko Minembwe katika eneo la Rurenge kumrazi, ambapo anaendelea kuratibu shughuli na vikosi vya Jenerali Ngoma Nzito vya FABB Bishambuke. Tulipopata fursa ya kuzungumza naye alisema, Uvira si mahali pa kukaa, familia zetu zipo, tunaendelea kuwatembelea na kisha kurudi vitani. Baadhi yetu hatuwezi kutumia wiki moja huko Uvira tukiwaacha wanajeshi peke yao. Ikumbuke ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24, hii inatokana na habari zinazotrend mtandaoni kutokana na habari ambayo liwali wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Puruzi aliongea huko Kinshasa. Kiongozi mzuri anabaki mstari wa mbele kuwapa ujasiri wa watu ama watu wake. Kongo ni nchi yangu na nitaendelea kuipigania hadi adui atakapokubali kurudi nyumbani kwao. Msiba ulikumba familia moja huko Lusenda usiku wa Jumamosi Machi 3 na 4 mwaka huu 2026. Mtoto wa miaka 3 binti na mama yake alipoteza maisha baada ya kupigwa na radi kumrazi iliyopiga nyumba yao wakati wa mvua kubwa. Jumatatu hii Aprili mwaka huu 2026 ni siku ya kukumbuka maisha ya Nabii Simon Kimbangu. Mwaka jana iliongezwa kwenye kalenda rasmi ya sikukuu za umma nchini DRC kama siku ya mapambano ya Simon Kimbangu na ufahamu wa Afrika. April 6 hii ndiyo siku ambayo mtu huyu mkuu alianza huduma yake ya kinabii mwaka wa 1921 akitetea ukombozi wa Afrika kutoka kwa utawala wa kikoloni. Adalbert Lulu Kibombo, rais wa shirikisho wa UDPS Lubumbashi ya pili, anawatakia sherehe njema wana na binti wa UDPS Tshisekedi Lubumbashi. Tukiwa tu DRC ni kwamba msafara wa Rais Felix Tshisekedi akifuatana na mke wake Rais Denis Nyakeru Nkamba New Jerusalem baada ya ndege ya rais kutua kwenye uwanja wa ndege ulioko kilomita 3 kutoka mji mkuu wa dunia wa kanisa la Kibangwist katika jimbo la Kongo Central kusini magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Huko Rais Tshisekedi alifanya mazungumzo na kiongozi wa kiroho wa kanisa la Kibangwist kabla ya kushiriki katika shughuli za ukumbusho kwa siku ya kitaifa iliyojitolea kwa mapambano ya Simon Kimbangu na ufahamu wa Kiafrika pamoja na maadhimisho ya miaka 105 ya kuanzishwa kwa kanisa la Kibangwist. Matangazo hayo yanapata kupitia WhatsApp channel yetu kupitia namba iliyoko chini ya screen yako, lakini pia Facebook, Instagram na TikTok. Jeshi la Kongo lilijibu vikali shambulio la mara mbili la muungano ADF Serpe katika maeneo ya Mambasa na Njugu usiku wa Jumapili tarehe 5 hadi Jumatatu tarehe 6 mwezi huu April mwaka huu 2026. Msemaji wa FARDC huko Ituri, Luteni Gilles Ngongo, anaripoti kwamba magaidi 5 wa ADF waliangamizwa karibu na kituo cha Mambasa na wanamgambo 6 wa Serpe waliangamizwa huko Jugu. Tukiwa Kivu Kaskazini, zaidi ya faranga milioni 28 za Kongo na dola
2,000 za Marekani ziliibwa na majambazi katika Jumapili usiku na Jumatatu asubuhi Aprili 26 kutoka duka la Endurance huko Oicha. Wahalifu walipata nafasi ya kuingia kwenye jengo hilo kwa kuchimba shimo ukutani. Tukiwa tu nchini DRC, ndugu mpendwa mtazamaji, ni kwamba nimefanya uamuzi mpya tu kutoa ardhi maalumu kwa jiji la Nkamba. Sasa ni jiji takatifu, alitangaza Felix Tshisekedi kutoka Nkamba, ngome ya kanisa la Kimbangwist. Tangazo hili lilitolewa Aprili hii 6, kumrazi hiyo jana 6, wakati wa shughuli za ukumbusho wa maisha ya Nabii Simon Kimbangu zilizofanyika Nkamba katika jimbo la Kongo Central. Tukijelekeza huko Beni, ni kwamba wanachama wa asasi za kiraia alani ukiukwaji wa sheria katika utekelezaji wa uamuzi wa mahakama. Askari walifika saa 4 asubuhi bila onyo, walianza kuharibu nyumba za raia waliokuwa wameishi huko kwa zaidi ya miaka 20. Watu kadhaa walijeruhiwa, pia waliharibu mazao. Hii ni njia ile ile ya utendaji kazi kama ile ya magaidi wa ADF. Wanapendwa mamlaka wahurumie raia wenu, alimlaani mwanachama wa asasi za kiraia huko Beni. Tukirudi huko Kabare, kuondolewa kwa wanajeshi wa RDF na uokoaji wa idadi ya watu. Asubuhi ya leo huko Kabare katika jimbo la Kivu Kusini, wakati wanaoishi karibu na ikulu ya kifalme walishuhudia kuondolewa kwa wanajeshi wa RDF ambao walikuwa wamezingira eneo hilo kwa miezi kadhaa. Hisia ya utulivu inaendelea haraka. Wakazi walitokeza mitaani kusherekea kuondoka huko baada ya kipindi kirefu kilichojaa vurugu za mara kwa mara. Wakazi pia walionyesha kukatisha tamaa kwao na dhuluma zilizotekwa tangu muungano wa waasi walipoiamirisha katika eneo hilo, wakikemea kila aina ya dhuluma ambazo zimethiri sana maisha ya kila siku. Tukirudi huko Kivu Kusini, Minembwe, ndege ya Rwanda iliyokuwa inataka kuwapa tena waasi wa Twirwaneho wanaoshirikiana na waasi wa M23 iliduguliwa na kuharibiwa na FARDC, jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa Minembwe Jumapili hii. Jumapili hiyo jana Aprili 5 mwaka huu 2026. Ndege hiyo ilikuwa na risasi, chakula na maafisa waandamizi wa jeshi la Rwanda. Vikosi vya M23 vinaendelea kuimarisha nafasi zao ardhini. Wameweka magari 8 ya kivita kushambulia nafasi za wazalendo zilizoko Kale, ambapo mapigano makali yameripotiwa tangu saa 4, wakikabiliwa na shinikizo lililotolewa na wazalendo huko Kale. Adui ameongeza nguvu zaidi vikosi vyake, ikiwa ni pamoja na vitengo maalum vya vikosi vya Rwanda. Zaidi ya hayo, jana usiku vikosi hivi viliondoka katika nafasi zao huko Kabare kabla ya kuhamia tena asubuhi ya leo. Walichoma moto kwa makusudi nafasi zao sambamba na mbinu zao. Pia wameimarisha eneo la Kabare kwa magari 5 mapya. Na ndugu wapendwa watazamaji wa kwetu News 24, mahali popote mlipo duniani, sitakuwa nami Manzo mpaka hivi tamati mwa taarifa hii ya habari awamu yake ya kwanza, nikisema usikose subscribe, lakini pia kushare na kulike ili kwanza kupata habari zetu. Mimi ni wako mtangazaji wa kila leo, nikisema chao chao.